Naam, karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo tuweze kuziangazia taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Na leo hii niko hapa na kuja kupiga story mbili tatu na bigi wa Azam FC. Kubwa zaidi ni michuano ya kimataifa ambayo raundi ya kwanza hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Atakwenda kutuambia namna ambavyo Azam FC amewaona. Vipi? Pengine labda ugeni ndio unawasumbua kwenye michuano hii. Bigi vipi, uko poa? Kama kawaida. Mimi namshukuru Mungu, niko bomba kabisa. Kila kitu kinakwenda sawa, uhai ndo kama hivi unaona, afya tele. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, niko bomba. Kimataifa umekuona? Kimataifa nimekuona na tumeenda kucheza mechi yetu ya kwanza na AS Manyema. Tumepoteza. Tumefungwa goli 2 bila. Ila mimi nataka niseme kitu kimoja. Tumefungwa mechi na Manyema na bahati nzuri tupo kwenye makundi. Maana yake sio kwamba tumefungwa afu tumetolewa. Bado kuna mechi zinazofuata mbele, zipo nyingi tu. Sasa wito wangu, natamani niongee kitu kimoja kwamba mashabiki wa Azam FC popote pale walipo, kila ambaye anajijua yeye ni mshabiki wa Azam FC, muda ambao timu ya Azam FC inamhitaji shabiki kwa asilimia zaidi ya 100, ndio huu muda umeshafika sasa hivi. Umeelewa? Muda ambao timu ya Azam inamhitaji shabiki kwa asilimia zaidi ya 100, ndio umeshafika muda tayari. Muda ambao wachezaji wa Azam FC baada ya kuifanya kazi mzuri kabisa iliyotukuka kutupeleka kwenye group stage na tukajidai na tukafurahia kuingia group stage, sasa umefika muda ambao inabidi waende kufanya kitu kipya kingine cha tofauti kabisa. Kitu gani ambacho tunatakiwa kufanya? Tufanye kwa namna yote tutakayoweza. Lifanyike jambo lolote lile, tuhakikishe Azam FC Wydad ayaponi kwenye uwanja wa Amani Stadium. Lazima Wydad aje kufungwa wapi? Amani Stadium. Lazima. Unajua nikwambia kitu kimoja. Sisi Azam FC tumeshafanya vitu vikubwa kuliko hata hiki ambacho kinatufuata mechi na Wydad. Sijui umeelewa? Azam FC mwaka 2015 tumemfunga CS Esperance de Tunis. Mechi na Esperance, kocha wetu Stuart John Hall anaenda uwanjani kwenye yale mazoezi ya kwanza kabisa pale. Stuart John Hall anaingia uwanjani, anaangalia wachezaji. Yani Esperance wametoka kuchukua ubingwa wa Afrika. Unanielewa sijui? Wametoka kuchukua ubingwa wa Afrika. Sawa? Kila mtu anaona hii mechi kila mtu anaizungumzia hiyo mechi. Tumeenda kucheza na Wydad na Esperance. Kocha wetu Stuart John Hall anasimama hivi, anawaangalia Wydad, anawaangalia Esperance, the way jinsi ambavyo walivyo, jinsi ambavyo wana vimo vikubwa, yani wamejazia kila kitu. Unaona kabisa kocha anatafakari mara mbili ni namna gani naweza kwenda kupambana na wachezaji. Sijui umeelewa? Na kila mtu nyimbo ilikuwa ndio hiyo kwamba mechi na Esperance, mechi. Kwa hiyo wachezaji wa Azam FC nataka niwaambie wakae wakifahamu ile kwamba vimeshafanyika vitu vikubwa. Na wale wachezaji wale ambao walikuwa wameifunga Esperance de Tunis, wala kutoka kwenye sali nyingine, walitoka hapa duniani. Sawa? Wachezaji akina Ramazani Singano, akina Faridi Musa Maliki, sijui umeelewa sijui, akina Johnny Boko, Kipe Cheche, akina Frank Dumayo, akina Shomari, ni hawa wazao wengine kama wao. Sijui umeelewa? Hivyo basi, hii natamani iende kuwa challenge akina Idi Seleman Nado. Hivi kuna tofauti gani kati ya Singano Messi na Idi Seleman Nado? Si wanafanana tu. Kuanzia kwenye masuala ya uzito, kila kitu. Hakuna tofauti wote upo kati ya Faridi Musa pamoja na Sopu. Wanafanana tu. Kwa hiyo ni muda ambao wao inabidi wajue kwamba sasa inabidi tukaanze kutengeneza, kwa sababu tukifanikiwa kumfunga Wydad hapa, tukifanikiwa kumfunga Wydad, automatically moja kwa moja tuna qualify kwenda kuingia group stage. Ni kwenda. Yes. Sasa ushamfunga Wydad, ushachukua pointi 3 za Wydad. Unashindaje kwenda robo finali? Yaani kumfunga Wydad Ijumaa ni mechi ambayo moja kwa moja unajua kabisa inakupa wewe tiketi ya kwenda robo finali. Haiwezekani umfunga Wydad ushindwe kuja kuzifunga timu zingine hapa kwenye uwanja wa nyumbani tena. Wydad mfunge, alafu wengine washindwe. Kitu ambacho hakiwezekani. Kuona tamani kila mshabiki ajue tunatakiwa twende Zanzibar. Na Mungu amejalia tayari nauli shawekwa tayari. Nauli na kiingilio, kila kitu vimejumlishwa mote, vimejumlishwa vyote kwa watu ambao wanatoka bara. Maana yake ni shilingi 60,000. Unaenda Zanzibar, unaangalia mechi na unarudi. Shilingi 60,000 tu. Unapata kila kitu kwenye shilingi 60,000 hiyo. Kwa hiyo imeshawekwa. Lakini pia kama kuna mabosi wengine, mabosi wa timu yetu Azam FC, na kama kuna mashabiki wengine ambao wanajua wanajiweza. Wapo washabiki wengine wanahitaji misaada, kusaidiwa, labda bana mimi hapa imepungua shilingi 30,000. Kama wanaweza kuwasaidia wawasaidie, wahakikishe tunajazana kwenye Kilimanjaro zile
tunaenda Zanzibari kwenda kuishabikia timu yetu ya Azamu. Hakuna kinachoshindikana. Faisali, Frank Dumayo, na nimetoka kutoa mfano wa Frank Dumayo. Tulimnyang'anya hivyo kama tulivyomnyang'anya Faisali kutoka Yanga. Dumayo anakuja kusajiliwa Azam FC, Jemedali Saidi anaenda mpaka lock up kwa sababu ya Frank Dumayo. Kama ambavyo ilikuwa scenario Faisali kusajiliwa kuja Azam FC, tumefika mpaka kwa raia namba 1. Kwa hiyo anabidi ajue sasa Faisal Salum Abdalla Feitoto aje ahakikisha anatufanyia kitu wana Azam FC. Afanye jambo ambalo tunajua kwamba akiondoka hata siku moja tunajua Faisal kwanza ametufikisha group stage, tunamshukuru. Lakini kwa group letu lilivyokuwa kwa Nairobi City, Nairobi United sijui wale, kwa AS Manyema wale tumeona the way wanacheza, kwa Wydad hii ambayo tunaenda kucheza nayo ikiwa hawajatoka kuchukua ubingwa wa aina yoyote, wametoka kuwa dhariri tu kwenye ligi ya kwao. Sawa, haiwezekani tushindwe kuqualify kwenda kwenye hatua ya finali. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Yaani wajue kabisa jambo haje haliwezekani, na hakuna mtu ambaye ataelewa kwa kundi lile pale lile. Na kwa kikosi tulichokuwa nacho, tujitahidi sana tusiende kumvua nguo Florent Ibenge. Ana vita kubwa anapigana yule baba watu. Ibenge anapambana vita nzito sana sasa hivi. Vita kubwa ya ndani na nje ya uwanja. Sasa haya mambo ya nje tuachane nayo. Tunahitaji wachezaji wahakikishe wanajitoa kwa asilimia zaidi ya 100. Washabiki tujitoe. Twendeni Zanzibari tukaishabikie timu yetu. Tukahakikisha tunaweka hamasa kubwa ambayo tunahakikisha kwamba pointi 3 za Wydad zinabaki nyumbani kwetu. Tunachukua pointi 3. Hiyo ndio jambo la msingi ambalo natamani kila mtu alifahamu na alijue na ajue njia yetu na mlengo wetu ni wa namna gani. Kuteleza sio kuanguka. Kuanguka ni kubaki chini pale ambapo umeteleza, ukibaki pale pale wewe ndio umeanguka. Wangapi wanateleza na wanainuka? Wengi tunateleza wanainuka kwa sababu tunakwambia mechi ya Esperance ya Esperance de Tunis yenyewe. Sisi tumeanza kufunga goli, walianza kutufunga. Sasa imagine wamekuja mabingwa wa Afrika, afu ndio itangulia siku kutufunga goli. Dakika 33 wanatufunga goli si pale. Umeelewa? Mimi nimetoka shuleni, Makongo tuna shule na ndio jeshi. Nimetoka shuleni kuja kuangalia Azam pale 2015. Sijui umeelewa? Tuna dakika 35 wanatufunga. John Boko alikosa magoli mengi. Hata Kitambala Bola amekosa magoli, lakini sio jambo la ajabu. Lipo tu kwenye mpira vile vitu vipo. Kwa hiyo waje washabiki, twende tukaujaze uwanja wa Amani Complex. Tuhakikishe vibe linakuwa la kutosha. Mimi mwenyewe nakuhakikisha naenda kununua kispika kama kile cha kuuzia Suma Panya. Lazima ninacho Zanzibar. Lazima nipate kispika, lazima. Lakini naenda kuhakikisha na wahamasisha wachezaji wa Azam FC mpaka kiwango cha mwisho. Yaani mpaka tunahakikisha mechi inaisha tunaondoka na pointi 3 Azam FC. Tunajua hapa sasa starting point yetu inakuwa mzuri. Tumefanya uzembe mkubwa sana kufungwa na Manyema. Uzembe mkubwa mno. Yaani tumefanya uzembe wa hali ya juu. Unless wangekuwa wametuzidi uwezo tungesema kwamba kwa Manyema hii uchezaji ambao wamecheza. Sawa? Tuna appreciate na tunakubali tumefungwa. Lakini mchezaji aliyecheza Manyema ni wa kawaida kabisa. Sio kwamba walikuwa na wachezaji ambao walikuwa na wachezaji exception, hakuna. Kwa hiyo washabiki wenzangu wa Azam FC na waomba sana katika kwa sababu ni muda ambao washabiki tunahitajika kwa asilimia zaidi ya 100. Sio siri. Lazima tukapige vibe la hatari Amani Complex. Lazima tukapige vibe la hatari. Lazima, nimewaambia tayari 30 kwenda 30 kurudi na kuingia uwanjani. 30 tu. 30 60 hiyo unakuwa umeshafaulu. Kwa hiyo ndio pointi ya msingi. Nawaomba sana mno mabosi wa Azamu. Azam FC tiketi 10,000 zitatolewa. Tiketi? 10,000. Yes, ndio tunataka sasa hivi. Ndio tunataka vitu kama hivyo. 2,000 VIP buku mzunguko. Yes, ndio hivyo, ndio kitu ambacho kinatakiwa iko sasa. Yaani sasa angalia, mabosi wameonyesha kuunga mkono washabiki. Au sio? Why not washabiki tusiunge kwa mkono timu yetu? Lazima twende. Wachezaji wahakikishe wajue kabisa kwamba kuna deni kubwa linakuja. Kuna deni kubwa linakuja. Wajue, yani wapambane wahakikishe akina Nado tunatamani wafanye kitu. Mimi nakwambia sio tunatamani wafanye kitu, haiwezekani. Bana sisi tumemkwambia tumempiga experience hizi. Sisi tuna historia kubwa kwenye nchi hii. Bingwa mtetezi wa kombe la Afrika amekufa Azam Complex. Atakuwa Wydad bwana. Atakuwa Wydad. Nani Aziziki au kwa mchezaji gani? Si wadharau kwa maana kwamba naona sio timu ya mpira. No, na waheshimu na najua kwamba wana timu nzuri, wamesajili vizuri. Lakini hata sisi timu ya kumfunga Wydad tunayo. Nani? Asa Ziyech nani? Ziyech sisi tuna Msindo. Ziyech yule manake kama mpunga umeshaliwa, sukari mua ushakamuliwa tayari, ushakuwa utamu umeisha. Watu nambanyie kuleni na nyie huko. Ndio Ziyech hiyo unomsema wewe. Kama yule Ziyech unamsema ndio yupo huko, maana kama mua ushaisha utamu. Watu ambao wanachukueni sasa sisi Msindo ndio kwanza na miaka 20 ngapi, kama 21 au 22. Yaani ni wake ni mpya. Sijui umeelewa. Sasa wewe unasemaje kati ya kitu ambacho kinaelekea mwisho na kitu ambacho kinaanza? Wewe unakuja kunitajia Ziyech mimi wakati na Pascal Msindo? Wewe unasemaje bwana? Sijui umeelewa. Kwa hiyo point ya msingi ndio hiyo, wahakikishe wachezaji wajua na deni kubwa. Wajua wamefanya blanda kwenye mechi ya Kongo. Wanabidi wahakikishe wanafanya kwa namna yoyote. Kwa namna yoyote.
Nimetoka kukutajia hapo kikosi ambacho tulimfunga Experience, nimekuambia kina Dumayo, nimekuambia kina Shomari, nimekuambia kina John Boko, kina Singano, kina Faridi. Hao wote wazawa ujue hao. Watu wanaotajia alikuwa na commitment uwanjani. Na kinachotakiwa hiko. Na hiko ndo ambacho kinatakiwa. Tunahitaji kuona commitment kwa wachezaji. Mchezaji apambane mpaka hatua ya mwisho. Ajue kabisa naipambania timu yangu Azam FC hapa, nataka kuitoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hilo ndo ambalo tunalitaka. Na wote niliokutajia hapo ni wazawa wa Tanzania. Lakini target simshafika. Target gani? Za kufika makonde. Iko hivi, unaweza kuona target kwa mimi per day nikipaka kwenye harakati zangu nahitaji nipate angalau shilingi 10,000. Lakini kama unaona kuna uwezekano wa kupata 50,000, kwa nini uishie kwenye shilingi 10,000? Wakati 50 unaweza kuipata. Sio tamaa, tunazungumzia uhalisia, na maisha bila tamaa yaendi. Maisha bila tamaa, kila mtu anatamani kitu fulani, ndio maana tamaa. Tamaa zako ila tu zisiwe mbaya. Hakikisha tamaa zako zisiwe mbaya. Kila mtu anabidi uwe na tamaa kitu fulani kuhakikisha una achieve kitu fulani, ndio point ya msingi hiyo. Umeelewa? Kwa hiyo sawa, tamaa mbaya inategemea je katika muktadha upi. Una tamaa kwa ajili ya kutaka kuchukua vitu vya watu kwa katika mazingira ambayo haeleweki, au una tamaa umetamani unataka ukapambane ukisha unapata. Kwa hiyo tamaa mbaya kwa muktadha upi? Kwa hiyo mimi nazungumzia hapa Azam FC tunatakiwa tuwe na tamaa point 3 za mechi na Wydad. Lazima tuhakikishe Wydad wanaacha point hapa Tanzania. Yeye mkiangalia mapungufu yenu katika mapungufu yalikuwa wapi? Mapungufu mimi nadhani labda naweza kuzungumza kwamba labda kuna experience ya wachezaji. Sawa Yaani kuna baadhi ya wachezaji individually. Sawa ndio kidogo walikuwa wanaonekana kidogo wana lack experience. Sawa kuna baadhi ya blunders zimetokea unaziona kabisa ambazo unajiuliza kwamba kwa nini imetokea kitu kama hiki, lakini makosa yapo kwa ajili ya kujifunza. Sawa lakini haimaanishi wewe unakosea mara kwa mara ndio utaongeza unajifunza. No. Kosea mara moja, make sure unalifanyia kazi kosa lako, baada ya pale endelea kusonga mbele na kuweka vitu vizuri. Sawa kwa hiyo makosa tumeshafanya mechi na nani na Manyema. Yaani kwenye swala la makosa maana yake tushamaliza. Swala la makosa pameshaisha, tumeshakosea kwa Manyema tayari. Kinachofuata sasa ni mwendo kufuata utaratibu na kuhakikisha kwamba makosa tu yale tu na Manyema tunaendelea kuyatumia kama mfano na kusonga mbele. Sawa? Mistakes zipo ili ujifunze kujua wapi unakoelekea. Naona ule ukongwe wa Florent Ibenge kuendelea kuiwekea heshima Azam FC, au ndo kuna watu wanataka kumvua ule ukongwe wake? Unajua yani za watu yani ukizungumzia kwamba kuna watu wanataka kumvua. Kwanza kitendo cha yeye kutuleta si group stage tayari ashaweka legacy. Kwa kama kuna mtu anataka kumvua kitu chochote Florent Ibenge tayari ashafeli manake. Si tayari timu ipo group stage? Hatujawahi kufika. Kwa hiyo tayari manake yeye kama yeye si kuna kitu ashatofanyia tayari. Lakini kwa historia ya Florent Ibenge na mazingira yale ambayo tunayaona sasa hivi kwenye grupu letu, Ibenge manake kwa mtindo wake hatakiwi kuishia kwenye grupu lile. Anatakiwa kusonga mbele zaidi ya pale. Sijui umeelewa? Tunaliangalia kundi the way ilivyo. Kwa hiyo haiwezekani tuishie pale, lazima tusonge mbele tunatoka pale tunaenda sehemu nyingine. Hiko ndo ambacho kilichopo. Unaonekana unaongea kwa uchungu sana, unaogopa vidole visije vikakatwa. Sio naongea kwa uchungu naogopa vidole visije vikakatwa. Naongea kiuhalisia. Umeelewa? Na ni kweli mimi nimeweka vidole. Umeelewa? Mimi nimeweka hadi ya vidole. Ni kweli kabisa. Na kombe lenyewe ndo hili la shirikisho. Kwa hiyo natamani watu wapambane ukesha mimi kweli kabisa, yani wasije wakaja kunilima vidole. Sijui umeelewa? Visije vikaja kuondoka vidole vyangu. Kwa hiyo najitahidi kuambia wakae wakijua. Sio ngine tumeweka hadi mzito. Sijui umeelewa sijui. Maisha bila kidole unaishije? Haiwezekani. Kwa hiyo mimi naomba wachezaji wajue. Naomba sana wajitahidi. Ni kweli kabisa ndio hivyo mwanangu. Sio masiala. Vidole gumba unatembeaje? Watu wachakata vidole. Kwa hiyo nawaomba sana wachezaji wa Azam FC wajue kwamba wana deni kubwa, wanaotakiwa kulifanyia kazi, kuhakikisha Azam wanaitoa kwenye hatua hii kwenda kwenye hatua inayofuata. Hakuna mchezaji ambaye ametoka kwenye sahari nyingine. Wale wote wametoka kwenye sahari ya dunia, na akina Yahaya Zaidi, akina Pasco Msindo, akina Lusajo ni wachezaji ambao wametoka kwenye academy ya Azam. Watakuwa wameweka bonge moja la credit. Wametoka kuanzia timu ya vijana mpaka kuja kutengeneza historia kubwa kwa Azam FC. Mimi nataka nikuulize kitu kimoja. New Amani inaingiza mashabiki wangapi? New Amani Complex. Mimi idadi kwa kweli nitakudanganya. Sijajua, ila nadhani hatutofautiani sana na Azam FC na Azam Complex. Fanya 15,000. Yes, tufanye 15,000 au 20,000 kabisa. Tiketi shilingi 10,000. Tiketi shilingi 10,000 au tiketi 10,000? Zishanunuliwa. Sana kuingia bure hiyo. Sawa tu, kuna ubaya gani? Si timu yetu na timu ya mabosi. Koko na nyewe bure fresh. Sisi sio bure. Kwa nini nimkwambia kabla ya kwenda kule hapa tu aulipi 30 kwenda 30 nauli na kiingilio humo wewe twende. Yaani wewe vuka, yaani wewe point msingi vuka maji. Vuka maji twende kule. Sawa, kuna kazi ambayo tukaifanye kule. Vuka maji twende. Hiyo ndio point ya msingi. Hayo mambo sio sasa na bure sio.
Sisi tunapanda nani tunaenda kule? Sasa kila mtu anapanda tu hizo boti. Kila mtu afanyaje? Kwa gharama zake. Mimi nasema nauli ya kuingilia uwanjani ni sawa sana bure. Kwani mechi ya nani? Yaani Azam FC kwenda kumwangalia Wydad ni bure. Sio Azam FC kwenda kumwangalia Wydad. Sema Azam FC kwenda kuiangalia Azam FC. Azam FC kwenda kumwangalia Wydad, Wydad ndio mwenye mechi. Mechi si ya kwetu sisi. Mechi ya Azam. Kwa hiyo sisi kama ni bure, ila umetangazwa wapi kama ni bure? Shilingi 10,015. Sasa umetangaziwa wapi bure? Yaani kuna sehemu umeona kuna tangazo umeandika Azam FC na Wydad mechi bure, wapi umeandika hivyo? Tiketi 10,000 zishanunuliwa. Sasa mbona unatumia neno zuri kabisa afu umeshasema tiketi 10,000 zimeshanunuliwa. Sijui unaelewa? Tiketi 10,000 zimeshanunuliwa. Sasa kama zimeshanunuliwa unasemaje bure? Na wakati ushasema zimenunuliwa. Kwa nini hujasema tiketi 10,000 zimechukuliwa bure? Unajua ukichekecha hii kauli unaweza kaangalia kama ina sintofahamu. Inategemea na chekecheo lako, chekecheo la aina gani. Ile shilingi 2,000 kwa buku. Alafu tiketi 10,000 zishanunuliwa. Sasa na bure. Lakini kiingilio ni shilingi 2,000 na ngapi? Sasa bure. Kwani tafsiri ya bure unaielewa? Maana ya bure yaani ukizungumza bure unaelewa maana yake ni bure. Unaelewa maana ya bure? Bure maana yake ni kwamba wewe vaa viatu vyako, au sio bwana? Kama una usafiri, kama kwa miguu wewe nenda, ukifika pale maana hata naye kuuliza hayupo. Wewe unapitia moja kwa unaingia. Lakini ukisikia hata kama ni shilingi 1,000, ukisikia kama ni shilingi 1,000, maana yake akifika mlangoni una punch sehemu tiketi au unaonyesha, automatically wanaenda utofauti na nini? Unaenda tofauti na bure. Kwa hiyo huwezi kuisema kwamba mechi ya Azam Zanzibar ni bure, haiwezekani, sio bure. Mwanezi, mechi iliyoisha na Manyema mmetengeneza nafasi ambazo mmeshindwa convert, na nafahamu michuano nafasi 5 au 6. Lakini mtengeneza almost nafasi 3 ambazo mlishindwa convert. Mwanani cha kuambia na eneo lako la ushambuliaji, kwa sababu ni adimu kwenye mechi kubwa kutengeneza nafasi nyingi kiasi hicho na mnashindwa kupata goli moja. Kitambala ndo kama dubu. Washambuliaji wetu especially Gift Kitambala, kwa sababu moja kwa moja ameonekana kwamba yeye ndo striker kiongozi wa timu yetu. Sawa eh? Kwa hiyo wanapaswa kuhakikisha kwamba sasa wanaongeza umakini kwenye kuhakikisha kwamba nafasi zikipatikana ziwe zinatumika. Ni kweli mechi na Manyema tumepata nafasi ambazo light kama ingekuwa zile nafasi zimetumika vizuri, maana leo story ingekuwa tofauti kabisa. Na watu wengine tungekuwa tunaongea vitu yani hapa huko tunajimwaya na hata jasho mtu usingekuwa unatoka. Sijui umeelewa. Lakini sasa kazi imeshaonekana kuwa ni ngumu. Yaani tayari mzigo ambao tulikuwa tunatarajia kuona kwamba una kilo 15 automatically ghafla umegeuka umekuwa na kilo 50. Kwa hiyo inabidi tuhakikishe kwa namna yote tunahakikisha veje tunaubeba. Kwa hiyo kwa sababu tayari zigo lishakuwa la kwetu na lishakuwa likwepeki, lazima tuhakikishe kwamba tunafanikiwa kubeba. Kwa hiyo Gift Kitambala pamoja na wachezaji akina Nado, akina Sopu, Fei, ule mstari wa mbele wote wahakikishe wajue kabisa kwamba sasa zikipatikana nafasi wao wanaziconvert zinakuwa magoli ili story kidogo ibadilike. Yaani umakini wa kutumia nafasi inabidi uonekane kwa kiwango kikubwa. Turejee huko. Ni raha kutumia uwanja wa nyumbani vizuri pasina shaka. Kutumia uwanja wa nyumbani. Kanuni ya mpira wetu wa Afrika, kanuni ya mpira wa Kiafrika ni kwamba mchezaji kwenye uwanja wa nyumbani, timu unabidi uhakikishe unafanya juu chini, unafanyaje? Unafanikiwa na unautumia vizuri uwanja wa nyumbani. Hiyo ndio kanuni ya mpira wetu wa Kiafrika. Sawa. Kwa hiyo ukiutumia uwanja vizuri wa nyumbani ni jambo jema na ndio kitu ambacho kinahitajika. Azam FC mnaenda kucheza saa 1 usiku. Mechi ya kwanza mnaitumia nyumbani, lakini kuna watu tayari walishaharibu mchezo wao wa kwanza wakiwa nyumbani. Unajua uzuri wa maisha haya, wanasema ukiconcentrate zaidi na matatizo ya mwenzako, wewe unaweza kushangaa na kukuta makubwa zaidi. Sijui umeelewa. Kwa hiyo tukisema tuanze concentrate na matatizo ambayo yamewakuta ndugu zetu wakati na sisi wenyewe tuna matatizo yetu, huu utakuwa ni ujinga. Point ya msingi ni kwamba sisi pia tuna matatizo. Hebu tutatue matatizo yetu, alafu tuangalie matatizo ya hao watu wengine. Kwa hiyo wao kwa sababu wameshapasuka mechi yao ya kwanza, wamekufa kwenye mechi yao ya nyumbani, hiyo watabaki nao wao, watakana kwenye mahakama yao, watangaje jinsi gani wao watatatua. Lakini sisi tuangalie sana, sisi ndo tunakuja nyumbani. Tumeshafungwa nyumbani kwa watu. Sasa tunakuja nyumbani kwetu na anayekuja lazima afungwe. Yes, iko ndo kwenda msingi. Hem, tuzungumze mimi nawe kwa namna ambavyo uliutazama mchezo wao. Makosa madogo madogo na wao huwa wanatamba sana na kusema ya kwamba dimba la Benjamin William Mkapa hatoki mtu. Watu wamekuja bwana, alafu wameondoka na alama zao. Ninachomshukuru Mwenyezi Mungu na alinisaidia sana siku ile ni kitendo cha mechi ya Azam FC na mechi ya Simba kuwa muda mmoja. Zote zilikuwa saa 10 kamili. Kwa hiyo ukiniambia niliutazama vipi mchezo, nafurahi kwa sababu sikuutazama mchezo.
Kwa hiyo mchezo wao automatic sikuuona kwa sababu nilikuwa nimekaa kwenye TV, nimeweka Azam FC na iangalia timu yangu mwanzo mpaka mwisho. Yaani ndio iko ninachoshukuru Mungu. Yaani mechi kuanzia inaanza. Huku dakika kwanza na 90 maana pila limefanyaje? Limeisha. Kwa hiyo mechi hiyo ambao watu walifungwa sikuiona. Kwa hiyo ila clip tunaziona clip tu. Tunaziona clip tu ambazo tunaona hapa goli hivi na vile, golikipa kama leo niweko shasi nisha kusema kwamba golikipa mluji na kweli hamna kitu. Umeona ndio vitu kama hivyo tumeviona vitu vile vitatu. Hiyo ndio pointi ya msingi. Yule kipa unazungumziaje? Yule mimi nisha kumtolea maoni yangu. Mimi nisha kumtolea maoni yangu kwamba mule kipa hakuna. Mule kipa mimi nisha kuongea kuhusu yule. Nisha kusema kwamba mule kipa hakuna, nikasema kabisa kama kuna timu inajiamini kwamba inaenda kwenye mashindano ya CAF. Mashindano ambayo level of competition ni kubwa kuliko ni ligi yetu Tanzania bara. Kwa kumtegemea golikipa yule watafeli. Sawa, kwa hiyo nadhani wanaendelea kila siku kuprove kile ambacho niliwahi kusema. Pengo la Manula inaonekana. Pengo la Aishi Manula ni kubwa mno. Na lile pale sio lile sasa lile sio pengo. Lile pale linaitwa pango. Yaani pale kwenye swala la Aishi Manula lile ni pango, sio pengo. Sawa? Kwa ugolikipa ule, kipa anadaka mpira kama anadaka panzi. Hakuna kitu kinacheka. Kwa Aishi Manula lile ni pango kubwa. Yaani wale wanajuta ila kusema tu ndio hawezi kusema. Ila tunamshukuru Mungu, unajua kila kitu kinatokea kwa sababu. Azam FC wakati tunamfunga Esperance mwaka 2015 Aishi Manula ndio alikuwa golini. Kwa hiyo alipaswa Aishi Manula leo kuwepo kwenye uwanja wa Azam Complex kuhakikisha naye anaenda kutengeneza story nyingine mpya. Kwa hiyo Aishi Manula kwa kila jambo ambalo lilikuwa limemtokea ni hatima tu ya Mwenyezi Mungu kuitengeneza kwamba kijana nenda huku kuna story inabidi ukaitengeneze tena nyingine. Kwa hiyo huku limeachwa pango ila huku tumepata tunanufaika naye Aishi. Alikuwepo kwenye mechi na Manyema alikaa kwenye benchi. Kwa hiyo unajua anaweza anaendelea kumpa uzoefu Foba na anaendelea yani challenge inaonekana na unaonekana kama mchezaji ana perform katika level ambayo unapenda. Kwa hiyo kule kuna pango badala ya pengo. Baada ya michezo hii ya kimataifa mna fixture ngumu mbele yenu. Mna fixture dhidi ya Singida Black Stars, lakini mna fixture dhidi ya Simba Sport Club ambao hao unasema hawana goalkeeper. Preparation imetakuwa mcheze karata zenu vizuri, mmeshapoteza michezo kadhaa hapa nyuma. Una nini la kutoa kama Alex kwa wachezaji kwenye mechi hizo muhimu ambazo nazo ni muhimu pia? Mechi na Wydad Athletic Club itabeba sura mzima ya huko tunakoelekea. Tukifaulu kumpiga Wydad, kila kitu kinaenda kukaa sawa. Nimeshatoka kusema kwamba kwanza tukimfunga Wydad automatically moja kwa moja tunaenda wapi? Tunaenda kwenye hatua robo finali. Hilo la kwanza, hiyo ni guarantee. Ukimfunga Wydad tunaenda kwenye robo finali. Lakini tukimfunga Wydad, hawa Singida United pamoja na Singida pamoja na Simba. Yaani maana yake mechi za kwao, wao wenyewe watajua kwamba safari hii ngoma hii kazi unajua kwamba hii ngoma inabidi tuicheze vizuri. Kwa maana yake ujio wa mechi hizo ambazo zinakuja tukifanikiwa kumfunga Wydad. Yaani Wydad kwa sasa ndo kama ameshika hatima yetu sisi ujue. Ni kama ndo timu ambayo sasa hivi imeshashika kwamba watu tutuburu kiasi gani kutegemea kwa hii mechi. Tukienda mechi mbili bila kupata pointi kwenye kundi. Sijui tutamwambia nani nini. Ukilalamikia marefa kwenye ligi, unaiona hizo mechi zinazokuja pia mtaendelea na kilio chenu hicho chao kuna ujumbe ndani. Kilio cha kuhusiana kina Tatu Malogo hatuwezi kukiacha na ndo uhalisia huo. Kuhusiana kina Tatu lazima tuseme, lazima tuongee. Ila tu kwa sababu ndo tunaenda kwenye mechi ya klabu bingwa sasa, tunashindwa kuna lakini kuhusiana kina Tatu Malogo. Ni kweli kina Tatu Malogo sio ametufelisha sana. Tumefeli sana kwa sababu kina Tatu Malogo sana. Tumeshapoteza sasa hivi pointi zaidi ya ngapi? Pointi 4 almost. Mechi na JKT 2, mechi na Namungo 2. Kwa hiyo unajua kabisa hapa kina Tatu Malogo wamepambana sana kuisha sisi hatupati pointi. Kwa hiyo tumefelishwa. Ila tunachoshukuru kwamba tumecheza mechi chache. Kama tukicheza mechi yetu ya 4, maana hata yule anaongoza ligi anatuacha pointi 2 tu. Sawa? Kwa hiyo maana yake bado hatuko mbali na dunia. Tupo karibu, yani bado tunaweza kwenda kupambana na dunia tunaisogelea. Ila tuko nguvu ya kutusukuma inaonekana kuwa kubwa sana. Kwa hiyo wachezaji wanabidi wa set mind zao, viongozi, yani kila mtu ajue kwamba kuna jukumu kubwa ambalo inabidi kulifanya huko tunakoelekea. Wanaitwa Simba Sports Club ndio watetezi wa ardhi ya Tanzania kwenye michuano ya kimataifa. Mnawaona wakienda kutetea kwenye michuano hii ya kimataifa nikiwa na maana kwenye tournament za CAF kwa maana ya kwamba tayari walishapoteza mchezo wao wa kwanza wakiwa nyumbani dhidi ya Petro Atletico de Luanga. Hii Simba ujanja mwingi, kwa hiyo sidhani kama watafaulu kwenye jambo lolote. Wewe timu mpaka logo na bandikia juu, sidhani kama watafaulu kwenye jambo lolote. Kwa hiyo Simba sidhani kama watafaulu. Kazi wanayo kubwa, wapambane, lakini sidhani. Logo wanafanyaje? Logo sio wanabandikia juu, si umeona logo zao lazima logo zinabambiana yani. Kama watu hapo kwenye muziki wa taarabu, logo zinakalia na juu kwa juu hivi. Kondo hivyo. Kwa hiyo wanadai eti wamepigwa. Mashabiki wamepigwa. Kuna sehemu nimesikia kwamba logo imeuziwa 40. Logo imeuziwa 40 mikati. Haki ya Mungu wallahi. Nashukuru sana kwa mshabiki wa Azam mwanangu. Sure. Amini kwamba ujanja si kwetu hakuna mtindo kama huo. Mbona nyinyi mjatoa jezi mpya?
Sasa timu kubwa unatoa jezi mpya kwenda wapi? Wewe ulisikia wapi hiyo? Yaani kinachofanyika mtabadilisha tu baadhi ya vitu kwenye jezi ile ile. Hamna haja kutoa jezi mpya. Ushamba. Hivi wewe nikuulize, wewe ukiulizwa leo jezi mtu unatoa jezi zaidi ya 3, 4, 5, 6 kwenye msimu mmoja. Haya, tukisema tuulizane sasa msimu huu jezi yako ilikuwa jezi gani? Tunaipata jezi gani? Sasa hivi kila timu zote ukienda kuzifuata sasa hivi ukienda kwenye jezi za Arsenal ulizia tu msimu uliopita. Misimu yote ukiulizia jezi zinakuja kwamba jezi yao ilikuwa hii. First, second and third. Zote zinakuja. Sawa. Haya, wewe una mijezi karibia 6 tukisema jezi za msimu huu zilikuwa jezi gani? Watu zinakuja jezi gani? Haiwezi kuulizwa Google wala AI kajibu. Ndio hivyo. Kwa hiyo masuala ya jezi hayo si jezi zetu zile zile. Tunatumia jezi zile zile. Kwa hiyo jezi zao ndio hizo za michongo tu. Ujanja mwingi. Watu wanauziwa logo? Jezi watu wanauziwa logo shilingi 40,000. Ujanja mwingi. Vipi tunazungumzia Young Africans mwanangu? Uliwaona walianza siku ya Jumamosi. Mechi ilikuwa ngumu kweli kweli, kila mmoja akawa anazungumza lake ya kwamba wale kwa Waarabu alladhim la adud subutu yake, na wewe pia ulikuwa ni miongoni mwa watu ambao walisema ya kwamba yule bwana kwa Waarabu abadani hawezi kutoboa. Mimi nawapongeza tu, ongera zao wamewafunga Waarabu basi. Wamejitahidi. Yale maneno ya Mwarabu eti apate hata point moja ya kwapi sasa leo? Apate point moja nani? Si wewe ndio ulikuwa unasema? Kama nilikuwa nazungumzia kwamba Mwarabu apate hata point moja. Yanga apate hata point moja kwa Waarabu wale. Na wewe ndio akawatoa kimasomaso. Uliangalia mechi? Uliangalia? Mazingira ya kupata point yalikuwepo? Kama tunanyosha maelezo. Kama? Tunanyosha maelezo. Wewe nikuulize. Uliangalia mechi? Mechi nimeangalia. Umeangalia? Kama tunatumia sheria zile za mpira ambazo zimesemwa kwa ni 17 tunazitumia kwenye mechi ile. Point ilikuwa inapatikana? Anajibu tu, una haja kufikiria sana. Mbona majibu yapo karibu tu hapo? Wewe unataka kumaanisha nini? Siwezi kumaanisha chochote kama hujajibu, kama hujanijibu. Kwa hiyo hili ni maanisha kitu, wewe nipe jibu kwanza. Hem, tuzungumze mimi na lile ilikuwa goli haswa au sio bora? Magoli mawili yamekataliwa mpaka huyo jamaa anafika hatua hii. Kwa hiyo hongera zao kwa kuwa na rais wa ACA. Nawapongeza. Nawapongeza, hongera zao. Sasa ndio maana tunauliza Waarabu yalikuwa magoli halali kwa namna ambavyo umeona? Magoli halali ya timu gani sasa? Ya Waarabu Farabat wale. Sio Farabat tu, yani usiwazungumzie Farabat, sio Farabat peke yao. Magoli halali yamefungwa mengi tu, hata kina Uchizi Vungo alifunga magoli halali. Wewe unasema Farabat peke yake? Kwani kina Uchizi ya kufunga goli lilikubaliwa? Wewe unamtaja Farabat, mbona mbali? Mbona unazungumzia hapa tu? Turudi na nyuma. Ndio maana nikakwambia mimi nawapongeza kwa kuwa na rais wa ACA. Wamefaulu sana katika jambo lile. Tusubiri tu tuone mwisho wake utakuwaje, watafanikiwa kuchukua ubingwa wa Afrika. Yes, nataka nione. Unaja kuendelea kutumia njia, yani kufaidika na uwanja wa nyumbani kwa staili hiyo ambao wameitumia wao. Kwa staili hiyo, maana ubaya wa staili hiyo ni kwamba kuna siku yatakuja kutokea ambayo yalitokea kwa Brazil dhidi ya Ujerumani. Sawa? Na Luis wale walipambana wakaonekana kwenye group stage huko kikili Brazil, mwisho wa siku waje kuchukua chuma 7 kwa Ujerumani. Mpaka Ujerumani wanaambiana wenyewe kwa wenyewe, jamani, hizi goli tulizowafunga nazo zinatosha. Sawa? Tuache sasa kuwafunga, pasiane tu mpira uishe basi. Tutawafunga mpaka 10 hawa. Kwa hiyo manake ukijijua kuna style unaitumia, kuna siku itakubackfire. Sasa siku ambayo itakuja kubackfire ndio siku ambayo mtakuja kulia vilio na kusaga meno. Bwana, tuamini kwamba Pacome ni bora. Niliona goalkeeper wa Farabat ametoka kule na kwenda kuchukua jezi kwa Pacome Zouzoua Pedro. Na ku appreciate kile ambacho alikifanya. Ni kweli Pacome ni bora? Wasichokijua tu ni kwamba hata kwenye kambi yake binafsi ambayo alikuwepo kwenye ile kipindi kile cha misukosuko ya kucheza, Faisal Sam Abdalla alikutana kule Dubai na mtu mmoja kuitwa Lionel Andres Messi akiwa kwenye mapumziko. Messi ni miongoni wa wachezaji ambao ni miongoni mwa mtu ambaye amebadilishana jezi na Fei wakiwa kwa yule kocha wao binafsi. Walibadilishana jezi Faisal na nani? Fei na Messi. Kwa hiyo swala kubadilishana jezi lipo tu kwenye dunia mpira, na vitu vya kawaida vinatokea. Lionel Andres Messi na Faisal Sam Abdalla wambadilishana jezi kipindi kile, Fei akiwa kwenye kambi binafsi kujiandaa kujiunga na Azam FC. Kwa hiyo hata Fei alibadilishana jezi ya timu ya taifa. Sawa? Jezi yake ya timu ya taifa walibadilishana na Messi kwenye kambi binafsi. Sijui unanielewa. Yule kocha ambaye alikuwa anamtrain Fei kipindi kile, yule kocha binafsi yule
ndo ambao alikutana pale, kwa sababu hata kocha yule alikuwa kama nadhani mlikuwa mnaona anatumika na mastaa wengi sana duniani kwenye kuwafanya mazoezi. Sawa. Kwa hiyo alikutana na Messi na wakabadilishana jezi. Kwa hiyo Pacome kubadilishana jezi na golikipa, kwanza sijaona, ukiona jezi yako inakuja kuonekana muhimu na golikipa mtihani. Kuna watu video appreciate, sio golikipa. Golikipa si ndanaona sasa. Kipa anabadilishana gloves na kipa mwenzie au anabadilishana jezi na kipa mwenzie. Wewe jiulize swali, jezi Pacome ndo katoa jezi kumpa golikipa. Kwa nini golikipa hajatoa jezi yake kumpa Pacome? Chao. Ni hivyo tu. Kwa kumalizia sasa, pengine unawaambia nini mashabiki wa Azam FC? Unawaambia nini Young Africans huko walikokwenda? Unawaambia nini Simba Sports Club wanaelekea kule kwa Stade Malini Mari? Unawaona wakichukua alama, lakini pia vile vile Singida Black Stars, ndugu zako ambao wako huko. Ndugu zangu Singida, nawaomba tu yani tupambane. Yani sehemu pekee ambayo nchi hii inaweza kutolewa kimasomaso. Huo ndo uhalisia. Sehemu pekee ambayo nchi ya Tanzania kwenye msimu huu inaweza kutolewa kwa masomaso ni kwenye kombe la shirikisho. Kabisa. Kwenye klabu bingwa unajua kabisa kule ni yani kule kwenye klabu bingwa leo hii, hata kama itakuwa wewe uwe na senti yako yote, kuna timu unaenda kuchukua kombe la klabu bingwa, inaenda kuchukua klabu bingwa kule. Wewe unaiona timu hiyo? Ipo. Ya kwenda kuchukua? Ikachukua ubingwa wa kombe la klabu bingwa ipo. Hakuna. Yani hata swali leo kamuuliza nani, unajua kabisa hakuna anaenda kuchukua ubingwa pale. Yani kuna timu mbele zinacheza zile, zinajua kabisa tunacheza tu kukamilisha ratiba, ila sio kwenda kuchukua ubingwa. Umeelewa? Yani sio Simba Sports wala sio Yanga. Wanacheza kombe la klabu bingwa kama ambavyo Ruvu Shooting na JKT Tanzania wanacheza ligi kuu Tanzania bara. Sijui umeelewa? Yani unapomuona JKT, unapomuona Ruvu Shooting, ukimuona Majimaji ya Songea, ukimuona Manyema Rangers Mkuki wa Sumu, yoyote yule au Lipuli, the way anaenda kwenye ligi ya Tanzania bara kwenda kuicheza, ndio hivyo hivyo ambavyo Simba na Yanga wanaenda kwenye klabu bingwa. Hakuna ambaye anaenda kuchukua bingwa pale, hakuna. Hakuna hata mmoja. Kwa shirikisho huku shirikisho ndo ambako sasa unaweza kufanya vitu na vikaonekana. Na ndio muda ndio huu. Hasa ndio maana nikamwambia Azam FC viongozi na wachezaji tuangalie jinsi ya kujitathmini na hakikisha tunarekebisha hilo jambo ili tuweze kupata point 3 mechi na Wydad. Shukrani sana. Shukrani mwanangu.